Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa majina naitwa Musa Soa au Dr. Musa. Mimi ni dokta nayetibu kupitia mitishamba pamoja na dua. Leo nakuletea elimu uweze kufahamu matumizi ya herufi 28 za abjad. Herufi hizi ni za lugha ya Kiarabu, ziko tofauti na alfabeti na herufi ya lugha ya Kiswahili ambazo ni 24, na ziko na utofauti na alfabeti ya herufi ya lugha ya Kiingereza ambazo ni 26. Herufi za abjad zimegawanyika katika pande kuu 4. Kila pande moja iko na herufi 777. Pande ya kwanza imegawanyika katika asili ya moto, na pande ya pili imegawanyika katika asili ya udongo, na pande ya tatu imegawanyika katika asili ya upepo, na pande ya 4 imegawanyika katika asili ya maji. Je, ni herufi gani ya abjad ambayo nakuletea hapa? Kama ni mara yako ya kwanza kuungana nami, naomba usubscribe channel yangu na ubonyeze alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa na tiba ambazo nitakuwa nazitoa. Leo nakuletea elimu uweze kufahamu maajabu na siri nzito ya herufi ya abjad. Herufi hii ni Dhoad. Kwa yule mtu anayesumbuka na msongo wa mawazo, anahitaji kuisafisha nafsi yake iwe na amani, au kwa yule mtu anahitaji kuondosha roho chafu katika maisha yake au katika nyumba yake, pendelea kuisoma herufi hii ya Dhoad wakati wa jua kuchomoza na wakati wa jua kuzama mara 557. Hakika kwa idhini yake Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama ulikuwa unasumbuka na msongo wa mawazo, basi yale mawazo yatakuwa ni yenye kupotea. Na pia ukihitaji kuiondosha roho chafu katika mwili wako au katika nyumba yako, basi hakika ukiisoma herufi hii ya Dhoad kwa idhini yake Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, zile roho chafu zitakuwa ni zenye kukimbia. Na kwa yule mtu anayehitaji utii na heshima kwa watu, apendeke kila kona dunia atakayopita, awe ni mtu mwenye mvuto, iandike herufi hii ya Dhoad mara 1000 katika karatasi nyeupe. Na wakati unaiandika herufi hii ya Dhoad katika karatasi nyeupe mara 1000, soma majina haya matukufu ya Mwenyezi Mungu: ya Malik, ya Qudus, ya Malik, ya Qudus, mpaka utakapokuwa umemaliza kuiandika mara 1000 ya tarasimu yako. Utakapomaliza kuiandika tarasimu yako ya Dhoad, tembea nayo katika wallet kama azma. Hakika kwa idhini yake Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, utakuwa ni mtu mwenye kuheshimika, utakuwa ni mtu mwenye mvuto na mwenye kupendeka. Kwa yule mtu anahitaji kubri, anahitaji ukubwa, anahitaji cheo, anahitaji uongozi, iandike tarasimu hii ya Dhoad mara 335, kisha iandike kupitia dhafarani pamoja na miski. Tumia kunywa katika siku ya Mushtara. Hakika kwa idhini yake Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ukiliweka tarasimu hiyo ukatumia kunywa katika maji, basi utakuwa ni mtu mwenye kupendeka. Na kama ulikuwa unahitaji cheo, basi hakika kwa idhini yake Allah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala utapata cheo. Kama unavyoiona hapa, hii ni ofisi yangu Daktari Musa. Nina kila aina za dawa mbalimbali. Kama unahitaji dawa za mivuto ya biashara, dawa za kusafisha nyota na kupandisha nyota, na dawa za kuondosha nuksi ambazo zinakuandama katika maisha yako,
na unahitaji pia kuwa mtu wa mafanikio, na pia nina kila aina za dawa za kutibu maradhi mbalimbali, na pia kama unahitaji kumiliki pete, na maanisha pete original, pete yenye kuendana na ufalme wa nyota yako, uwe ni mtu mwenye bahati, uwe ni mtu mwenye kupendwa, au unahitaji kumiliki pete ya majini, pete ya kufanya ufanikiwe juu ya kile unachokipambania usiku na mchana. Je, unahitaji kumiliki mamilioni ya fedha kama unavyoona Daktari Musa anavyomiliki mamilioni ya fedha? Kama unahitaji kumiliki mamilioni ya fedha ukajenge nyumba kama hauna nyumba, na kama unahitaji kumiliki fedha ukanunue gari kama una ndoto ya kumiliki gari. Wewe ni kijana, ukipita mtaani utasema ya kijana akapita, au baba akapita, au mdada akapita. Dr. Musa daktari, Dr. Musa daktari, Dr. Musa daktari, Na je, unahitaji kujifunza elimu mbalimbali za kiroho? Unahitaji kuwasiliana na mimi Daktari Musa kwa tiba pamoja na dua ukiwa nje ya nchi? Usisite kubonyeza alama ya jumlisha 255 784 120 592, na kama ni mara yako ya kwanza kuungana nami, usisite kubonyeza neno lililoandikwa subscribe na ubonyeze alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa na tiba ambazo nitakuwa nazitoa. Wahadha, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.